ni vizuri sasa tufikie mahali kwamba moja, tunapotaka kufanya mabadiliko yoyote makubwa ya kimfumo kwenye elimu, ni lazima yawe yametafitiwa, ni lazima yawe ya wadau wameshauriana, na ikiwezekana pia yawe yamejaribiwa kabla hayajaingizwa kwenye mfumo rasmi. Kwa hiyo ni pendekezo letu la kwanza ambalo tunalitoa kwa Wizara ya Elimu, na nafikiri yatasaidia sana kwamba hatutakuwa na mabadiliko ya mara kwa mara ambayo kila waziri anayekuja anaweza akafanya mabadiliko. Mengine ni mazuri na mengine anaweza akawa na changamoto zake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunataka kushauri serikali. Nafikiri ni wakati mwafaka kwamba tufikirie kuunda chombo cha juu ambacho kitasimamia elimu yetu, Education Regulatory Authority, kama vile vilivyo vyombo vingine kama vile NBA ambayo inasimamia taaluma ya uhasibu, vyombo vingine kama vinavyosimamia taaluma na field, kwa mfano kama ya engineering, ya uhandisi. Kwa hiyo tunafikiri kwamba ni wakati mwafaka kwamba sasa tuwe na chombo hicho ili kisaidie moja, kuratibu, kusimamia miongozo na kanuni mbalimbali ambazo zinatolewa kuhusiana na masuala mazima ya utoaji wa elimu Tanzania. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu, sasa hivi tuko kwenye kipindi cha kuandaa taratibu, miongozo na kanuni za utekelezaji wa sera mpya ya elimu ambayo ilizinduliwa mwaka jana, sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ambayo ilizinduliwa mwezi wa pili mwaka jana. Sasa tunafikiri kwamba ili kupunguza haya mabadiliko ya mara kwa mara, ni wakati mwafaka sasa tufikie mahali kwamba tunapoandaa hiyo miongozo na kanuni kuwe na umakini wa kutosha ili kufanya kwamba yale yanayoandaliwa na miongozo inayotolewa yaonekane yanakinda, na kwamba hata mwingine naona tumie neno kwamba yanabeba mantiki nzuri, kwamba hata anayekuja baadaye aone kwamba hii miongozo na kanuni haipaswi kubadilika haraka haraka, maana unapobadilisha unaathiri utoaji wa elimu nchini. Kwa hilo jambo la tatu. Jambo la nne, tunafikiri kwamba na tunashauri serikali kwamba utoaji wa elimu ya mafunzo ya ualimu ni vizuri sasa ubaki kwenye wizara, kwenye vyuo vya ualimu pekee pamoja na vyuo vikuu. Hapa nyuma, kabla ya waraka huu, vyuo vingi vikiwemo vyuo vikuu na vyuo vya ualimu na vyuo vinginevyo vilianza kutoa mafunzo ya ualimu ngazi ya cheti na diploma, of course, na shahada. Sasa ukifikia mahali kwamba hata vyuo vikuu vinatoa cheti, vinatoa mafunzo ya ngazi ya cheti, unakuta kwamba wananyang'anyana hata wanafunzi, na kwa madaraka yale ambao walikuwa wamepewa kwa vyuo kudahili, kuendesha mafunzo na kutathmini na kutoa tuzo, sasa wakati mwingine hata wamekuwa wakidahili wanafunzi ambao hawana sifa zinazohitajika. Sasa kwa sasa tunafikiri kwamba kwa mabadiliko haya, hebu tutoe msisitizo kwamba ni vyuo vya ualimu pekee na vyuo vikuu ndivyo ambavyo vitabaki kuendelea kutoa mafunzo ya ualimu.